World Health Organization. Watoto, UNICEF. Elimu na utamaduni, UNESCO. Maendeleo ya viwanda, UNIDO ama UNID. Maendeleo ya mazingira, UNEP. Na ukisikia maendeleo ya viwanda, yani ni maendeleo ya kuvuruga viwanda. Ukisikia maendeleo ya mazingira, ni maendeleo ya kuchafua mazingira. Yani siku zote wao wanachokwambia ni kinyume na wanachokifanya, sababu hii ndio hulka ya Yajuj wa Majuj, ya uharibifu. Shelter na maskani, habitats. Kulinda amani sehemu mbalimbali, kila nchi ina kitu chake. Somalia, UNISOM. Darfur, Sudan, UNAMID. Chafu unafanyika huko wao. Somalia mnafahamu ni wao vile vile. Rwanda, mauaji yalipofanyika kulikuwa kuna kitu inaitwa UNAMIR kule, zote zao hizo. Yani hizi ni kama special agencies za kwenda kuvuruga mahali haraka haraka wanaondoka. Kisha yote hayo, dunia leo inaendeshwa kwa pesa. Inaendeshwa kwa pesa, kila kitu pesa. Pesa ziko aina mbili. Kuna pesa ambazo utaziita msaada na kuna pesa ambazo utaita mkopo. Kwa hivyo kuna mashirika mawili ya kazi mbili hizi. Kuna World Bank na IMF. Yote ziko chini ya hiyo Umoja wa Mataifa. Nafikiri tunafahamu vizuri hapa. Nipe nchi moja duniani ambayo imechukua mkopo kutoka IMF ama imepewa msaada kutoka World Bank, nchi ambayo ilikuwa ni fukara na ikatoka katika ufukara wake. Nipe mfano nchi moja duniani ambayo kuna nchi 210 hivi sasa wanachama wa Umoja wa Mataifa. Hakuna. Hii ni challenge mimi naitoa. Ukipata nchi yote njoo niambie, au mwambie mtu yote kwamba yule bwana alisema hakuna, kumbe iko nchi fulani hapa. Hata kama nimeshaondoka, mwambie mtu yote. Mimi nasema hakuna. Bali nasema nchi ambazo zilikuwa na uwezo wakataka kuongeza uwezo wao kidogo, wakachukua mkopo na msaada wa Benki ya Dunia na IMF, basi ule uwezo wao pia ukapotea, zikafukarika. Kenya mfano tunatoa, Tanzania ambao naishi huko mimi sasa ni sawa pia kama Kenya, ni mfano tu. Na mfano huu unaweza ukaupeleka nchi yoyote. Tangu nchi hizi zipate uhuru ni miaka 50 sasa. Na tangu nchi hizi zipate uhuru, kila siku wao unasikia ruzuku zinakuja, sio? Mikopo na misaada inakuja kila siku, World Bank na IMF, kila siku unasikia habari hizi. Hizi pesa ziko wapi? Nchi hizi baada ya miaka 50 zimefika wapi katika utajiri? Mbona bado zinahesabiwa ni nchi maskini mpaka sasa baada ya miaka 50? Kwa hivyo hamna ukweli hata kidogo katika haya mambo tunayoona ama haya mambo tunayosikia. Turudi katika Umoja wa Mataifa, ambayo uendeshaji ama uendeshwaji wa Umoja wa Mataifa unashangaza na ni mambo ambayo hayaingia akilini. Katika Umoja wa Mataifa, yani ngazi ya uongozi ama structure imekaa kama pyramid. Kuna chini kabisa ile ambayo inaitwa Al-Jam'iyya Al-Umumiyya, yani General Assembly. General Assembly ile ni wale wanachama wote, majuha wote manake ndio member wa hiyo General Assembly, na hukutana mara moja kila mwaka nchi zote. Basi wakaenda marais wa hizi nchi zote, kila mtu akapewa fursa pale dakika 20 dakika 15, kapiga kelele zake, yani sema anachotaka pale, hakuna hata moja linalofanyika. Basi watu tunakwenda pale, wanasema, wengine wanaona hata kusema kupoteza wakati pia, sio wanakwenda anakaa tu basi. Wengine wanapaliza fursa ya kwenda kutembea New York ile, alhamdulillah. Kila mwaka nakutana. Hiyo ngazi ya kwanza.
Juu ya General Assembly kuna kitu ambacho kinaitwa Baraza la Usalama. Baraza la Usalama ndio inayo regulate General Assembly, na Baraza la Usalama lina wanachama 15. Nchi 15 ndio wanachama wa Baraza la Usalama, lakini nchi 15 hizi 10 wanachama wao ni wa kuzunguka, si wa kudumu. Mwaka yani kila mwaka kuna nchi 10 zinaingia, baada ya mwaka zinatoka, zinakuja nchi nyingine 10, lakini 5 ni za kudumu. Sasa hizi 10 ambazo ni za kuingia kila mwaka, yani wanakaa mwaka mzima kuweza kusoma ile Baraza la Usalama structure yake vile ilivyo na mambo yanayofanyika. By the time wamejua mambo yako hivi, wakati wao umekwisha, wanaondoka, wanakuja wengine wapi hawajui, wanaanza sufuri tena. Basi mchezo ndio huu hapa, ndio mchezo unaoendelea sasa. Mwaka wa 55 tangu Umoja wa Mataifa ilipoundwa, mchezo ndio huu unaoendelea. Wanaingia watu wapya, wakishajua hao washatoka, hakuna kitu wanachokifanya. Kisha hao 10 sasa, katika kipindi cha mwaka mmoja, kila mwezi mmoja wao ndio anafanywa mwenyekiti. Mwezi mmoja kwa mwenyekiti ni kufalia nini? Mwezi mmoja. Basi mwenyekiti yani kuna Secretary General ambaye yeye ndio anaendesha zile shughuli, na yeye ana watu wake wanaompa taarifa zote za kuendesha shughuli. Huyu ambaye ni mwenyekiti, yani nchi ambaye ni mwenyekiti katika zile 10 kwa muda mwezi mmoja, anakuwa hajaweza hata kuelewa ile mambo yako vipi. Ashamaliza muda wake, mwezi wake anatoka, anakuja mwingine. Yani katika wale 10 walioingia, pia sio mmoja tu anakaa katika kipindi cha mwaka. Katika mmoja kila mwezi mtu mmoja, kila mwezi mtu mmoja. Kwa hivyo wale 10 danganya toto kula mayai, bado 5. Kwa hivyo hawa 5 ndio wanaoendesha Umoja wa Mataifa. Nchi 5 ndio zinazoendesha dunia hivi sasa. Nchi 5 hizi nafikiri mnazifahamu: Marekani, Uingereza, Ufaransa, China na Urusi. Nchi 5 hizi tukiziangalia tena, kuna nchi 2 za Asia na nchi 2 za Ulaya, yani Europe, na nchi moja ya Marekani ambayo ni Amerika yenyewe. Afrika hamna hata moja. Nchi 2 za Asia ni Urusi na China. Ama za Ulaya ni zile nchi zilizokuwa powerful karne ya 19, Uingereza na Ufaransa. Nchi 2 za Ulaya ni kitu kimoja kwa sababu kwamba ni wazungu wao, lakini nchi 2 za Asia, Urusi na China, wao si kitu kimoja kwa sababu ni makabila mawili tofauti kabisa. Kwa hivyo mara nyingi sana hawawi pamoja, lakini Uingereza na Ufaransa mara nyingi wanakuwa pamoja kwa sababu ya ile jinsi ya Saxon yao, yani kabila lao la Kiulaya wanaliita Saxon. Waingereza na Waamerika pia ni jinsi moja ya Saxon, na lugha yao ni moja vile vile, wanatumia Kizungu. Kwa hivyo ni kama tuseme katika nchi 5 hizi zinazoongoza Umoja wa Mataifa, 2 zina udhaifu kwa sababu moja kila mtu, lakini hizi 3 ndio zenye nguvu: Amerika, Uingereza na Ufaransa. Lakini katika hizi 3 sasa pia Ufaransa, kwa kuwa inazungumza Kifaransa mmoja peke yake, lakini Uingereza na Amerika kwa kuwa wanazungumza Kizungu, kwa hivyo ukaribu wa lugha imewafanya Uingereza na Amerika kuwa ndugu zaidi kuliko Ufaransa. Na ndio maana utaona katika kila jambo Amerika na Uingereza wako pamoja kwa sababu ya ukaribu wa kilugha, jinsi moja wao. Lakini hivi sasa ni kwamba nguvu kubwa zaidi ziko Amerika wala si Uingereza hivi sasa. Nyuma tulikotoka mpaka mwanzo wa karne 20, yani mpaka kuanzishwa kwa Umoja wa Mataifa, katika nchi 2 hizi Uingereza ndio ilikuwa kubwa zaidi na ilikuwa yenye nguvu zaidi, lakini sasa wamepishana, yule ameshuka chini kidogo na yule amepanda juu kidogo. Kwa hivyo katika hizi 2 zilizobaki sasa Amerika ndiyo nchi ya pekee. Kwa hivyo tuseme Umoja wa Mataifa hivi sasa inaendeshwa na Amerika. Nafikiri hatutabishana kwa hili hapa. Swala ambalo sasa tutaliangalia, Amerika ambayo ndiyo inayoendesha Umoja wa Mataifa, na Umoja wa Mataifa ndio hizi nchi zote zimo ndani, wakiambiwa hiki wanafanya. Hivi sasa
sheria ikishatungwa Umoja Mataifa yoyote, nchi zote zinawajibika kufuata. Kwa hivyo sisi ni kama hatuna tena uhuru wa kujitawala. Hivi sasa sisi katika nchi zetu tunatawaliwa kupitia Umoja Mataifa. Lakini Umoja Mataifa si Umoja Mataifa, Umoja Mataifa ni Amerika. Ndivyo ilivyo hivi sasa. Suala, Amerika ndiye nani? Nani anayeendesha Amerika yenyewe hivi sasa? Amerika hivi sasa inaendeshwa na mashirika yaliyopo pale Washington au ndani ya Amerika yenyewe. Na mashirika haya kwa lugha ya kidiplomasia na lugha ya kimagazeti na ya kivitabu, mashirika haya yanaitwa think tank organizations. Kwa lugha ya kidiplomasia, yani ni research organization, think tank. Na ziko nyingi sana. Washington peke yake ziko karibu 100 na zimeizunguka ule mji wa Washington wote. Kuna AIPAC, American Israel Public Affairs Committee. Kuna American Foreign Relations, kuna American Enterprise, kuna American Century, kuna Carnegie Institute, kuna Middle East Institute, kuna yani nyingi sana, zaidi ya 100. Hizi wanaita think tank organizations, na hizi ndizo zinazoendesha Amerika. Sababu hizi zinafanya research katika kila jambo, na research zao wakizifanya wanaziweka katika Library of Congress, na wanaotunga sheria za Marekani wote wanapitia pale kwenye Library of Congress, wanachukua data na information ya jambo lolote ambalo wanataka kulizungumzia. Lakini data wanazochukua ni data ambazo zimeshatayarishwa na haya mashirika zaidi ya 100. Kwa hivyo wanachokizungumza na wanachokipitisha na sheria wanaoitunga yoyote ni sheria ambayo muundo wake na asili yake na influence yake imetoka kwenye haya mashirika 100 nje ya Congress. Kwa hivyo sheria za Marekani ni sheria zinazotoka kwenye think tank organizations. Wanaoendesha think tank organizations ni Ashkenazis. Sasa tumerudi hapa. Kila think tank organization kuanzia juu mpaka chini ni Ashkenazis. Kama si Ashkenazi basi ni Yahudi wa Safadi. Ndivyo ilivyo. Hali kadhalika mashirika ya Umoja Mataifa yale mengine yote, World Bank juu mpaka chini ni Ashkenazi au ni Mayahudi wa Safadi. IMF ni Ashkenazi au ni Mayahudi wa Safadi katika ngazi za uongozi zote. Katika idara za Umoja Mataifa zilizobaki zote, idara za utendaji, wakuu wa kila idara ni Ashkenazi au ni Yahudi wa Safadi. Kwa hivyo tuelewe kwamba hivi sasa dunia iko vipi na iko mikononi mwa nani na inaendeshwa na nani. Na Ashkenazi hawa ndio hao Khazar na ndio hao Yajuj wa Majuj. Ndio maana nikasema wameshatoka, Yajuj wa Majuj wameshatoka, kwa sababu ndio hawa tunaishi nao. Na pia ushahidi mwingine ya kwamba wameshatoka, sababu sifa ya Yajuj wa Majuj ni kueneza ufisadi. Na hivi sasa hebu nyinyi niambieni, Umoja Mataifa na mashirika yake wanaeneza amani ama wanaeneza ufisadi duniani? Taarifa nyingi sana zinaonyesha ya kwamba magonjwa ya ukimwi ni magonjwa yaliyobuniwa katika maabara, in the labs, na watu ambao wametoka kwenye mashirika ya Ashkenazi na wakayasambaza magonjwa haya kwa watu. Taarifa zinaonyesha madawa ya kulevya yanawaathiri vijana duniani kote leo. Madawa ya kulevya yanasambazwa na mashamba yake yanasimamiwa na kulindwa na mashirika yanayomilikiwa na Ashkenazi, na moja kwa moja shirika la CIA ambalo ni la Ashkenazi vile vile.
ndio wanaosimamia biashara ya madawa kulevya duniani, kuharibu na kuvuruga binadamu, kuvuruga maadili ya watu na tabia. Hivi sasa kupitia media, television, magazeti ya uchafu, video, sinema za kuharibu maadili ya vijana duniani kote, ambazo zinatengenezwa Hollywood. Hollywood inamilikiwa na mashirika ya Ashkenazi. Kwa hivyo biashara wanaoifanya wao ni biashara ima ya kuharibu maadili ya watu, ni pesa, ni biashara, lakini katika hiyo biashara wanaharibu maadili ya watu, huo ni ufisadi. Biashara wanaofanya ya kuuza madawa yale ya ukimwi, wameeneza ukimwi, watu wakawa wanaathirika na wanakufa. Biashara wanaofanya ya madawa ya kulevya inaharibu akili za vijana. Vijana yani wanatakana binadamu wawe mazuzu, wawe hawana akili na hawachagui Muislamu wala asiyekuwa Muislamu, ijapokuwa kwa Muislamu ndio lengo zaidi, lakini wao binadamu yote asiyekuwa wao ni Gentile. Na biashara nyingine kubwa wanaoifanya ni mashirika ya kutengeneza silaha ambazo binadamu watazitumia baada ya kwamba wameshaharibiwa akili zao, wameshaharibiwa maadili yao. Sasa watazitumia silaha hizi kupigana na kuuana wao kwa wao. Wao wanatengeneza biashara. Uchumi wa Marekani hivi sasa, ambao Marekani kama nilivyowaambia inaendeshwa na Ashkenazi. Uchumi wa Marekani, uchumi wa Kenya ukiulizwa unategemea nini, utasema unategemea majani. Kipato cha kwanza. Kipato cha pili utasema kahawa. Kipato cha tatu utasema utalii, mfano. Kipato cha nne ukulima. Uchumi wa Marekani kipato chao cha kwanza kabisa ni film. Unajua film zao nini? Uchafu. Lakini ndio inaongeza kipato cha kwanza kabisa, number 1. Kipato chao cha pili silaha, cha kuua watu. Kipato chao cha tatu madawa ya kulevya, na kipato cha nne madawa ya magonjwa mengine wanayoyaingiza ikiwemo ukimwi. Kisha baadaye sasa ndio kunaingia kipato cha kuja kuvamia pesa za nchi za Kiislamu na za Kiarabu mbalimbali. Wanakwenda Iraq pale, wanavuruga pale, wananyonya mafuta. Hicho ni kipato cha 4 siji cha 5. Sasa wanakwenda Libya, wanakwenda wapi? Yani kwenda kuiba mali ya watu wengine, kupora mali. Huko Afrika pia yani hadith wala haraj, huko wameiba kila kitu. Huko tunafanya kazi, tunalipa madeni na riba. Ni aina ya uporaji huo. Kwa hivyo twaporwa hapa pia. Hii ndio kipato namba 5 na namba 6 uchumi wa Marekani. Kwa hivyo huu ndio uchumi wa Marekani, na huu ndio uchumi wa Ashkenazi. Samani nimewachosha na hadithi ndefu hii, lakini tusisahau kwamba tuko katika masomo manne ya suratul Kahf. Tusisahau ya kwamba tuliuliza suala moja sisi, uhusiano wa kusoma sura hii na kwamba utalindwa na Dajjal. Mpaka sasa nafikiri hatujamwona Dajjal, lakini nafikiri tunaamini sasa ya kwamba tumeona maaskari wa Dajjal. Manake Yajuj wa Majuj hawa ndio maaskari wa Dajjal. Hawa ndio wanaomtandikia Dajjal, na hawa ndio wanaomtayarishia mazingira Dajjal. Hawa ndio wanaomsafishia barabara na kuandaa mazingira. Dajjal sasa anatarajiwa kupokewa wakati wowote. Mazingira yameshafika karibu. Na Dajjal na Yajuj wa Majuj ndio wanaomtayarishia haya mazingira. Kwa hivyo Dajjal sasa hayuko mbali tena. Hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam nyingine inasema ya kwamba Dajjal atakapokuja atakuja na mambo manne, ambayo mambo manne haya Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio fitna atakazokuwa nazo za kufitnisha watu watoke katika imani. Fitna ya kwanza Dajjal atakayokuja nayo ni fitnatul iman, ili umwamini yeye na umkufuru Allah subhanahu wa ta'ala. Atakuja atakuonyesha baadhi ya vitu ambavyo vinafanana na miujiza ili umwamini yeye, ili uachane na imani ulionayo kwa Allah subhanahu wa ta'ala.
Ikiwa Allah, wewe unamwamini Allah kwa sababu labda analeta mvua, mimi nitaleta mvua. Wewe labda unamwamini Allah kwa sababu anatoa mimea, sio? Baada ya mvua, na mimi nitakufanyisha mimea uione inatoka. Fitna hiyo ili muamini, fitnatul iman. Fitna ya pili atakayokuja nayo Dajjal ni fitnatul mal. Takupa pesa, chukua ili ukufuru. Takumimina pesa bila hesabu. Sababu yeye pesa alizonazo ni nyingi sana, baada ya kwamba ameshapora pesa za dunia zote anazo yeye. Sasa hajali kuzimwaga hizo pesa. Bora fika kwenye lengo lake la kukutoa katika imani. Kwa hivyo atatumia pesa. Mtaona pesa inamwagwa. Na watu wanasipigania pesa. Wanatoka katika imani. Atakuja nayo Dajjal. Fitna ya tatu atakayokuja nayo Dajjal ni fitnatul ilm. Atakujulisha mambo ambayo wewe utashangaa sana, kwa sababu ana mtandao wake duniani kote wa kukuletea taarifa jambo lolote. Jana Sheikh mmoja Al-Habib anasema kuna bwana mmoja siku hizi anaitwa Mufti Google. Mufti Google huyu anakutolea taarifa, yani wewe muulize huyu Mufti Google jambo lolote, muulize jambo lolote atakujibu. Hajui kukwambia sijui. Muulize lolote, muulize hata jina lako atakujibu. Na sasa Google amepewa nini, satellite ya picha. Kwa hivyo ukitaka unaweza kumfanya Google picha yake aielekeze hapa kwetu Masjid Ibrahim hivi sasa. Sisi tuko ndani, tukafungua kompyuta hapa, tukaingia kwenye Mufti Google, tukamwambia hebu tuangalie hapa, tukajiona sisi hapa vile tulivyo, lakini sio kuangalia na macho kwa macho, lakini tukaangalia kwenye dubwasha kwa ile kamera. Kamera tutaikontrol hapa kwenye kompyuta, unakuwa unajiona. Au atakumwona fulani Dar es Salaam, Tanga, Zanzibar, na huko hapa bila kumjulisha na bila kumpigia simu ya kwamba ingia katika nini tuonane, bila kumwambia hivyo. Wewe unafungua tu katika hiyo Google, unaingia kwenye kamera satellite ile, unaipeleka, tuseme unamtaka yuko Dar es Salaam, unaipeleka mpaka Dar es Salaam. Unajua kwa kipindi hiki atakuwa yuko maeneo fulani, unaipeleka ile kamera unaizoom mpaka pale mahali pale. Kisha muona sasa, hebu mpige simu, mwambie wewe hivi sasa uko mahali fulani. Unjuaje? Kwa hivyo hii ni fitnatul ilm atakuja nayo Dajjal. Na hii tunaiona nafikiri sasa. Na fitna ya nne atakayokuja nayo Dajjal ni fitna ya utawala. Ni fitna ya utawala. Yani watawala watakuwa sasa wakitawala kwa mujibu wa sheria zake yeye. Sasa hizi fitna nne atakazokuja nazo Dajjal ukiziangalia utazikuta zimeshaanza kudhihiri zote. Zimeshaanza kudhihiri. Fitnatul imani leo ipo kila mahali. Wangapi leo wanauawa kwa ajili ya imani yao? Wangapi wanabadilisha imani yao leo? Fitnatul mal ipo, kila mmoja anaona. Fitnatul ilm ndio hii sasa. Ama fitnatul hukmi wal mulk hata sinaja kuizungumzia. Maana leo watawala wa kila nchi hawana uhuru wao wa kutawala. Kila mtawala nchi zote duniani, kila mtawala anaenda kulingana na ratiba ambayo amepewa, sio na raia zake, ratiba aliyopewa kutoka juu. Ni mnadhania mnachagua kiongozi wenu kwa kile kitu ambacho mnaita kura, kumbe mnajidanganya tu. Hakuna kura, hakuna kura. Kwa wengine kura wanaita kula, na kura. Kwa hivyo kula neno moja lote hilo, tegemea vile unavyotamka wewe mwenyewe. Kwa hivyo hakuna kitu inaitwa kura kabisa. Kuna wengine wanakuambia tunataka demokrasi. Hakuna kitu inaitwa demokrasi, unajidanganya ndugu yangu. Kwa sababu hii yote ni mifumo ya Ashkenazi. Yote ni mifumo ya Ashkenazi. Na hakuna udanganyifu mkubwa duniani leo
kama udanganyifu huu unaoitwa demokrasi. Watu wengine wanaita democracy, mimi siku hizi naita domocracy. Yani hata sio demo, domocracy. Huu ni uchafu mkubwa sana na ni uongo mkubwa sana ambao unaitwa demokrasi. Watakwambia hii ndio njia nzuri zaidi na ya pekee ya kuhakikisha kwamba kuna chaguliwa kiongozi kwa njia mzuri. Umeona wapi wewe? Hebu nipe mfano moja katika nchi ya Afrika ambapo kiongozi amechaguliwa vizuri kwa kupitia demokrasi. Nipe mfano moja tu basi. Na ugonjwa wa Afrika ni mdudu mmoja ambaye anaitwa demokrasi. Afrika haiwezi kaendelea pakiwepo demokrasi. Demokrasi ni adui mkubwa sana wa maendeleo ya Afrika. Tutakuwa tunajidanganya kila siku tukisema tutataka demokrasi. Tutakuwa tunajidanganya, haitufikishi mahali. Na ni uongo mkubwa sana kusema kwenye demokrasi kunapatikana representation, sababu hao wanaochaguliwa kwenda kwenye hiyo inayoitwa representation, ambayo ndio inatoa picha ya kuwakilisha. Nyote nyinyi mnaelewa katika nchi hii maana kuna bunge ndio wanaotoa hiyo representation. Kila mbunge anayekwenda kule nyinyi mnafahamu anafanya nini, mishahara wanaojiwekea kila siku, bila ya kujali maisha yalivyo nchini, bila kujali watu wanakufa njaa, bila kujali watu hawana kipato chochote. Wao wanajidumbukizia mishahara kila siku, tena mishahara yao hawataki iguswe kwa kodi. Walafi wakubwa. Hii ndio demokrasi, na hawa wameletwa kwa demokrasi. Utawala wa watu yani ni watu gani? Hawakwambii hilo. Sisi tutasema utawala wa watu, manake watu ndio wao, kwa watu wao, kwa ajili ya watu wao. Sisi wengine sote huwa hatumo katika ile definition, lakini tunapewa impression kwamba tumo ndani, na sisi tunadanganyika kwa hilo. Na hawa jamaa ni mahodari sana kuja na kitu kizuri sana, lakini wanachomaanisha huwa ni kinyume chake. Siku zote huwa ni hivi. Kama ukisikia vita vya kwenda kupambana na magaidi, kumbe wao ndio magaidi. Kinyume, kila kitu kinyume. Na wewe ukitaka kuwafahamu vizuri sana watu hawa, wasikilize kila wanachokisema, alafu wewe kifanye kinyume chake tu basi, ndio utawafahamu. Na ukitaka kuwajua zaidi, soma suratul Baqara, na zaidi ya hapo isome tena suratul Kahf. Sasa turudi katika mitihani minne ya Dajjal atakayokuja nayo kama tulivyoiona hivi sasa. Je, mitihani minne hii si ndio hii mitihani minne tuliyoiona katika suratul Kahf? Sasa hapa ndio jawabu tunalipata. Kwa nini Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema ama alituhusia tuisome sura hii ili tujilinde na Dajjal? Kwa sababu sura hii inakuja kutufundisha sisi fitna ambazo atazitumia Dajjal. Kwa hivyo tunapewa information sisi ya mapema sana jinsi ya kupambana na Dajjal kwa kutumia suratul Kahf. Kwa hivyo suratul Kahf ni password to unlock the world of Dajjal. Suratul Kahf ndio password ya kufungua na kuona vizuri ulimwengu wa Dajjal. Suratul Kahf. Na ukishaona utajua vizuri sana. Kwa hivyo inshallah Muislamu yote